Mwenyekiti wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT wilaya Mtwara Mikindani amewataka wachungaji ambao umri wao kustaafu umetimia waache kung'ang'ania madaraka, badala yake waandae vijana wengine ili kuifanya kazi ya Mungu. Akizungumza na Upendo TV mara baada ya tukio maalum la kumwaga na kumpongeza kwa kazi ya uchungaji aliyoifanya kwa zaidi ya miaka 37 kabla ya kustaafu, mchungaji na mwanzilishi wa kanisa la Biblia John Swedi, ambaye ameanzisha makanisa zaidi ya 4 mkoani Mtwara, ameeleza faida za kuandaa vijana kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kubwa wiki hii vijana wangu kanisani waliamua kunifanyia sherehe kubwa ya kunipongeza kwa utumishi wangu takriban na miaka 36 katika kazi ya Mungu, ambayo pia nilihitimisha kwa kustaafu tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka huu, na kukabidhi kijiti kwa kijana mwingine wa kwetu, mchungaji Elia Komba, ambaye anaendeleza kazi ile ambayo nilikuwa nikifanya mimi. Kwa hiyo leo tulikuwa na sherehe kubwa inayohusu jambo hilo la kunipongeza. Ombi langu kwa wachungaji wenzangu, hasa watu wazima au waliofanya kazi muda mrefu kama mimi na walioasisi makanisa, tuwe na roho ya kuandaa wachungaji vijana mapema wa kuchukua nafasi zetu, si kuchukua nafasi zetu tu, hata kuwatawanya kwenda sehemu nyingine kufanya huduma ya Mungu. Na hili ndio Mungu amenijalia. Kwa hiyo niko mbele yenu na shukuru sana Mungu kwa kunijalia kufikia mahali hapo, na kuwashukuru sana vijana ambao sikuwaomba, sikuwaandaa wanifanyie sherehe, lakini wenyewe waliguswa na huduma yangu niliyoifanya kwa miaka mingi, tangu nikiwa mchungaji wa vijana mpaka mchungaji kamili wa kanisa mpaka kuanzisha kanisa. Tuwe na roho ya kuwaandaa wengine, kuwainua wengine, kuwatanguliza wengine kama anavyofundisha Paulo. Ningetoa wito kwa wachungaji wenzangu, wengi sana wamepata matatizo kwa sababu wamekaa mpaka wengine wakafia kwenye madaraka, wengine wakafukuzwa, wengine ikawa migogoro. Tusifikie hapo. Tuwe mfano mwema ili tunaowazaa, tunaowainua nao waweze kukabidhi madaraka kwa amani. Kwa upande wake, mgeni rasmi mkuu wa wilaya Mtwara Abdalla Musa Mwaipaya, aliyewakilishwa na katibu tawala wilaya Mtwara Richard Jackson Mwalingo, amempongeza mchungaji huyo kwa kueleza kuwa serikali itaendelea kutoa ushirikiano kwa kanisa hilo ili kudumisha umoja na mshikamano. Mchungaji Swedi ametuwekea njia, na sisi kazi yetu ni kuenzi yale aliyoyaanzisha ili tuweze kufikia maono ambao walikuwa nayo. Bila maono walikuwa nayo, hata ukutana mfadhili ongeza kuangalia fedha kuliko maono walikuwa nayo, leo hii tusingekutana katika eneo hili kuweza kushukuru safari yake ya uchungaji kwa kuwatunza na kuwalea waumini. Kipekee sisi kama serikali tuseme tunashukuru sana kwa kuweza kuendeleza umoja, mshikamano na imani ya waumini hawa ambao wamekusanyika hapa leo. Kwa sababu mambo waliofanya ni makubwa, lakini sisi kama binadamu bado tunaona kwamba ulikuwa bado tunakuhitaji. Lakini Mwenyezi Mungu ndo anajua mambo makubwa ambayo umeyafanya, na katika hiyo Mwenyezi Mungu akubariki katika siku zote za maisha yako wewe na kizazi chako. Sisi kama serikali tunaendelea kushirikiana na kanisa hili katika mambo mengine yote, ikiwemo kuona kwamba namna gani waumini wetu wanaendelea kuamini katika misingi ambayo umeanzisha. Lakini pia tunachotofautiana ni kitu kidogo tu, kwamba kwenye imani tunasema dhambi, lakini serikalini tunasema kwamba huyu ametenda kosa. Wote bado tunaongea lugha ile moja katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwalea na kuwaweka pamoja wananchi wetu. Nao baadhi ya wageni waalikwa walioshiriki tukio hilo, akiwepo makamu askofu wa kanisa la Biblia Tanzania John Mchopa, askofu mstaafu wa kanisa la Kiinjili la Kiluteli Tanzania KKKT Diocese ya Kusini Mashariki Lucas Mbedule, na mchungaji Agustino Nemela, wameeleza namna walivyofanya kazi na mchungaji huyo kabla ya kustaafu kwake. Kwa hiyo ninachotaka kusema ya kwamba kila unachokifanya ni barua kwa watu wengine. Mimi nilimtambua kwa mara ya kwanza kama mpiga besi kwenye huduma ya Bwana, lakini alipohamia Mtwara Mungu akatuinua sisi, alipokanyaga tulikanyaga. Sisi enzi zetu au wakati wetu tumeutumia vizuri, hata kanisa mpaka leo linaishi. Kwa hiyo baba, wewe ni barua na mke wako na familia yako. Yale mliyoyafanya yamekuwa chachu ya watu kujifunza. Nani atasimama kufanya kama ulivyofanya? Hapo inatakiwa neema ya Mungu ndani. Kama anavyosema, ilikuwa si rahisi, unajitegemea mwenyewe kwa kila kitu, lakini kazi imesimama mpaka leo. Mimi niseme Mungu awabariki. Unapostaafu unajiandaa kisaikolojia kwa ajili ya
mfumo wa maisha mengine. Mchungaji ana bidhaa yake ambayo anaibadilisha. Ukiwa unataka unampa pesa, yeye anakupatia. Anauza asali nzuri sana, safi kabisa. Kwa hiyo anashughulika, anapata pesa, anashughulika, anaharibu zile dhana ya kwamba mimi nilikuwa nani, sasa mimi nani. Mimi mwenyewe Agustino nimefanya kazi nyingi tu, lakini leo mimi nimeongezewa ujuzi baada ya kustaafu. Nilipokuwa nafanya kazi na mashirika ya uinjilisti kule, nimefika nyumbani, mke wangu ni mtaalamu wa kuandaa mapishi ya aina mbalimbali. Kwa hiyo amenifundisha kupika bagia. Juzi huo hauniondolei kwamba mimi sio baba. Wengine wakistaafu, hata wakiulizwa, "Unasikia mstaafu?" "Unamsikia nani?" "Wewe mwambie ndio." Wengine bado wanapita kwenye maofisi ambayo walikuwa wanafanya ili waonekane kama wapo kazini. "Wewe umestaafu bwana." Watu wote wanajua, na kazi hii haina mwisho mpaka Bwana atakapomuita. Tunapokwenda kazini tulitoka nyumbani kwetu. Unapostaafu narudi nyumbani kwako. Kuna dhani kazini umekwenda kutembea. Kwa hiyo kwako ni nyumbani. Na mimi mzee mwenzako nakukaribisha, nafurahia kustaafu. Na niseme neno tu kwa ninyi wana kanisa wote. Katika miaka yangu 40 niliyotumikia Mungu nimejifunza. Angalieni msije mkageuza makanisa yetu baada ya kuwa mahali pa kumwabudu Mungu vikawa vijiwe. Dumisheni yawe makanisa ambayo mnakutana na Mungu, sio vijiwe. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.